Habari za asubuhi wapenzi wa chaneli yetu, chaneli ya Master 2 Odds, ukweli na uhakika. Leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo nimekaa nikaifuatilia triki yetu ambayo ni triki ya 4 katika zile triki za siri, na kwa sasa nina uhakika nayo mpaka mimi kuamua kuileta kwenu. Nina uhakika nayo kwa 100% kwamba hii trick au hii mbinu inafanya kazi kwa uhakika. Video zilizokwisha kupita tuliangalia triki 3 katika triki zile za siri. Nilitoa ya kwanza, tukaangalia ya pili, tukaangalia ya tatu. Hatimaye leo tunaenda kuangalia triki ya 4. Tunabakiza triki moja ya siri ya mwisho. Baada ya triki hizi, kama nilivyokwisha kuambia, nitakuwa na website kali zinazotumiwa na tippers wengi duniani, yani zile zinazoshika namba 1 kidunia. Hizo nitakuwa nazo. Kwa hiyo wewe cha kufanya, subscribe chaneli hii, uwe karibu na mimi pindi nitakapo posti tu video yoyote, uwe mtu wa kwanza kupata notification na uwe mtu wa kwanza kuzipata hizo website zitakazo kusaidia. Unajua wengine kuanza kutengeneza triki kufanyaje wanashindwa, wanatamani wakute mkeka umeshatengenezwa. Sasa basi mimi ninazo website za maana, website ambazo utakuwa ukiingia wewe ni kuchukua tu mechi na kwenda kutia pesa yako. Basi kama wewe ni mgeni, na kukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment na kushare. Baada ya hapo mimi ninaingia moja kwa moja kwenye kampuni letu pendwa, kampuni la BetPawa, kampuni ambalo lina tricks nyingi za kutosha. Kabla sijaendelea, kuna jambo nitakiwa niliweke sawa ndugu zanguni. Watu wengi wana tabia ya kurukisha video. Yani huo umeshakuwa kama ugonjwa wao. Hawataki kusikiliza mwanzo wa video kuna nini. Hawataki kusikiliza mwishoni jamaa kasema nini. Wanachokifanya wao ni kuingia kwenye video na kuanza kukimbiza ile sehemu wanaoipenda wao. Sasa hiyo itakufanya wewe uwe ni mtu wa kutapatapa huku na kule. Unatafuta triki mara kwa mara kwa sababu husikilizi maelekezo ya mwanzo. Kwa mfano hapo mwanzo nimesema kuna triki 5 za siri. Tumesha tazama 1, 2, 3. Leo tuko kwenye triki ya 4. Sasa kama kuna mtu ni mgeni, hawezi jua kwa sababu atarukisha mbele, hawezi kusikia kwamba kuna triki kumbe zingine za moto ambazo tumeshakwisha kuziangalia. Kwa kama utatazama video hii ukiwa wewe ni mgeni, utagundua kumbe kuna triki zingine zile za siri. Kwa hiyo baada ya video hii itakubidi urudi kwenda kuangalia ile triki ya kwanza, ya pili na ya 3. Leo tuko kwenye triki ya 4, tumebakiza triki 1. Na triki hii ni triki simple kabisa. Kikubwa uwe makini, unifuatilie, usije ukajichanganya. Baada ya kumaliza kusema hivyo, jamani, niendelee kukumbusha kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kucomment, kushare. Jamani, share chaneli yangu kwenye magrupu mbalimbali, ili kizuri unachokipata wewe kutoka kwangu angalau na wengine wakipate, rafiki zako, jamaa zako, watu wako wa karibu wakipate. Jamani, ni watu wachache sana wanaotoa tricks kama hizi ambazo mimi ninatoa. Baada ya kusema hivyo, mimi tuingie moja kwa moja kwenye triki ya leo. Ni triki ya 4. Ndugu zangu, ukishafika hapa, kitu unachotakiwa kifanya cha kwanza kabisa ni kuelekea sehemu palipoandikwa market. Ukishafika kwenye market, nini unachoenda kukifanya? Ukifika kwenye market guys, unaenda kuseti sehemu palipoandikwa double chance. Sehemu palipoandikwa double chance
hapa. Ukishafika double chance, nini utakifanya? Unaenda kuapply. Umeshamaliza, unaenda kuapply. Baada ya kuapply, ngoja itafute kidogo. Baada ya kuapply, ndugu zangu, nini kinachoenda kufuata hapa? Nisikilize kwa umakini mwanzo wa video hii mpaka mwisho. Kuna kitu utagundua, kuna kitu utajifunza. Kwa hiyo usiwe mtu wa kulukisha. Jamani, leo siri yetu ya 4 ni ndogo tu. Siri yetu ya 4 nataka niwafundisheni, ipo kwenye double chance. Yaani hii itakusaidia zaidi na zaidi. Siri yetu ya 4 ipo kwenye double chance. Kivipi? Leo nawapa odds zisizochana 2 za moto. Yaani odds ambazo hazichani na zikiwa nyumbani hazichani. Zikishindikana kushinda huwa zinatoa sare. Na odds hiyo ya kwanza ni odds ya 1.17. Jamani, odds isiyochana ikiwa nyumbani kwenye double chance ni 1.17. Naombeni mnifuatilie vizuri. Haiwezi kuchana ikiwa nyumbani. Jamani, baada ya kuweka kwenye market ukaenda double chance, hakikisha unaenda kubonyeza odds ya nyumbani yani timu ya nyumbani yenye odds ya 1.17. Yaani hiyo ni odds isiyochana ikiwa nyumbani. Usiende ukaiweka ikiwa kwenye yoyote ashinde. Yaani usiende kuichukua ikiwa hapa wala ikiwa hapa. Hakikisha ichukue ikiwa kwenye double chance ya nyumbani. Sio yoyote ashinde wala ya ugenini ashindado. Hapana, akiwa nyumbani. Hiyo ni odds yetu ya kwanza. Nadhani tutachambua hivyo, na hii ndio triki kali. Na kuhakikishia gemu hizi ninazozichukua kama mfano, nenda ukaziwekee pesa. Utaona maajabu yake. Jamani, Kongo na Benini. Hii Kongo anaenda kushinda au kutoa sare. Uhakika guys, nakwambia. Hizi ni odds za siri. Lakini pia kuna odds nyingine ya pili. Maana nimesema nawapatia odds 2 ambazo odds hizo zikiwa nyumbani hazichani. Na odds ya kwanza ni 1.17. Je, ya pili ni ngapi? Guys, kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kushare. Yaani haya madili ninayoyatoa, hebu kumbuka kufanya utaratibu wa kumpatia na mwenzako. Sasa ninaenda kuwatafutia odds ya pili ambayo haichani ikiwa nyumbani. Yaani leo nadili na zile odds za nyumbani. Ni odds gani? Naomba unisikilize kwa makini na unifuatilie mwanzo wa video hii mpaka mwisho. Nikifika kwenye hiyo odds nitawaambia. Kwa hapa bado sijaipata. Nikifikia odds hiyo nitawaambia kwamba odds yenyewe ni hii. Kwa hiyo inapaswa uzikariri hizo odds 2 zikiwa nyumbani hazichani. Guys, nadhani odds yetu ya pili ni hii ikiwa nyumbani. Jamani, odds ya 1.17 na odds ya 1.18 ikiwa nyumbani. Nenda sijui nisemeje. Yaani hiyo uhakika brother. Yaani uhakika. Sijui nisemeje. Yaani hii odds uhakika. Kwa wale wanaofuatilia mpira, tazameni hata mechi yenyewe Angola na Zimbabwe. Tazama mpira wa Angola, tazama mpira wa Zimbabwe. Nenda kwenye uchambuzi wa namna yoyote, utakuta Angola ana uhakika wa kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo utakapojilinda kwake, guys, kama una shida na odds 2 na kuhakikishia
ni chapu na haraka, unakuwa umefanikisha. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, na hakikisha unanifuatilia kwa sababu bado nina madini ya kutosha. Kwanza baada ya hizi triki 5 za siri, sasa tumebakiza triki moja. Baada ya hizi triki 5 za siri, kuna website za kidunia zinazotumika na wale matippers. Yani wale tippers wa kidunia. Ninazo 5 ambazo wewe kama unaona uvivu kwa unatengeneza hizi triki, wao unakuta walisha kuwekea game, wameweka hadi na asilimia za kutosha. Kwa wewe ni kwenda kuchukua, na nitawaelekeza kwamba ni website gani. Website hizo ukizikuta pale nitaenda niwaelekeze namna ya kuzitumia. Kuna website naweza nikaitaja hapa, wewe ukawa unaifahamu na pengine kwenye simu unayo, lakini hujui kuitumia. Yani kinachowachanganya watu ni namna ya kuitumia. Sasa mimi nitawaelekezeni moja baada ya nyingine na jinsi ya kuitumia, kwamba utafaidika nayo vipi. Baada ya kusema hivyo, mimi na wakumbusheni tena, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili chaneli yetu ikue, na Mwenyezi Mungu akisaidia mimi nitaendelea kuwapa madini mbali mbali. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, mimi nasema asanteni sana kwa kunisikiliza, na mnisamehe kwa kuwachukulia muda wenu. Mungu awasaidie. Na hiyo ndio triki yetu ya moto ya 4. Tumebakiza triki moja ya 5. Kwa hiyo triki ya 5 itakuwa ni moto zaidi. Kwa hiyo tuisubiri hivi punde.